Hii ni sehemu ya 3 ya simulizi nzuri sana, Jasho la Moyo. Msikilizaji, pale tulipoishia, Junior alivunjika moyo baada ya Pamela kumwambia ukweli mchungu wazazi wake hawampendi. Katika kutafuta faraja ya moyo, Junior akajiingiza penzini na Sandra. Junior hakuchukua muda kugundua Sandra hakuwa mwanamke wa kujenga, alikuwa mwanamke msaliti wa kuharibia wengine. Na bila kusita akamwacha. Lakini Sandra hakukubali kuachwa kirahisi. Alianza kumchafua Junior kazini. Maneno ya chini chini, fitina zikawa nyingi, na maneno yalimfanya Junior aonekane mtu wa matatizo, hana maana kazini. Lakini safari hii Junior alifuatilia, alikusanya ushahidi, akaenda moja kwa moja kwenye management. Na polepole upepo ukaanza kubadilika. Sandra akaonekana mfitinishi. Na msikilizaji, kazini kwa Pamela paliletwa mgonjwa, mama mtu mzima mwenye hadhi mjini. Aliletwa na gari la kifahari, ulinzi mkali pembeni, na mume wake akiwa na wasiwasi na afya ya mkewe kipenzi. Jina lake lilikuwa Mama Debora Mwakalinga. Mume wake Mzee Baraka Emmanuel Mwakalinga. Walikuwa wafanyabiashara wakubwa sana jijini, watu wa kanisa, watu wa heshima, watu ambao jina lao lilifungua milango mingi. Walibarikiwa watoto 2 tu. Angel Mwakalinga tayari ameolewa na ana familia yake. Elisha Mwakalinga kijana msomi, mtanashati, lakini moyo wake haukuamini mapenzi kirahisi. Kama kawaida, Pamela na moyo wake wa huduma alipomhudumia Mama Debora, hakufanya kama uwajibikaji kazini tu. Alimhudumia Mama Debora kwa moyo. Alimsaidia kukaa vizuri kitandani, alimpa dawa kwa wakati, alimfariji kwa sauti ya utulivu. Siku nyingine hata alimsomea Zaburi polepole. Mama Debora alianza kuona kitu tofauti. Siku moja akamwita sauti ya upole, "Binti, jina lako nani?" "Pamela." Mama Debora akamtazama kwa makini sana, kama mtu anayechunguza kitu cha thamani. Kisha akasema polepole, "Una roho safi. Watu wengi wanafanya kazi kwa mshahara, wewe unafanya kwa wito." Pamela alitabasamu kwa heshima. Hakujua kuwa moyoni mwa mama huyo mbegu ya wazo zuri tayari ilikuwa imepandwa. Elisha, kijana wa kiume wa Mama Debora, alikuwa kijana wa tofauti. Hakuwahi kuharakisha mapenzi katika maisha yake. Alikuwa ameona mengi, wake za marafiki wakimsogelea kwa siri, wapenzi wa marafiki wakitafuta umaarufu kupitia yeye. Aliamini jambo, wanawake wengi hawadumu kwenye misimamo yao. Kwa hiyo alichagua kuwa mtu wa tahadhari, mtu wa kusubiri halafu kuchunguza. Siku moja Elisha alikuja hospitalini kumwona mama yake. Alipofika wodini, alimkuta Pamela akimpangia mama yake mito kwa upole. "Usijali mama, Mungu yupo." Mama Debora akamtazama mwanaye, kisha akamwangalia Pamela. Baada ya Pamela kutoka kidogo, mama akasema, "Elisha, nimeona ua." Elisha akacheka kidogo. "Ua gani mama?" Mama akasema kwa uhakika, "Ua la moyo. Yule binti Pamela." Safari hii Elisha hakupinga, hakusema sana, lakini moyoni alihisi kitu. Akasema, "Nimesikia mama, ngoja tuone." Maxwell, mfanyakazi mwenzake Pamela, alikuwa anaangalia yote kwa mbali. Hakuwa mtu wa kuonyesha hisia zake haraka, lakini siku moja alipoona Pamela na Elisha wakizungumza nje ya wodi, akacheka kidogo. Lakini ndani yake kitu kilichoma. Sio wivu wa mapenzi makubwa, ni wivu wa kuona mtu mwingine anachukua kitu cha thamani. Alianza kumtazama Pamela tofauti. Mazungumzo yake yakawa mafupi, na siku moja akamuuliza ghafla, "Pamela, una uhakika na huyo mtu?" Pamela akashangaa, "Huyo nani?" Maxwell akasema kwa sauti ya kawaida, "Watu wa hadhi huwa hawachagui kwa moyo tu."
lakini hakusema ukweli wote kwamba moyoni hakutaka kumpoteza. Msikilizaji wangu, wakati hayo yote yanaendelea, Junior alikuwa amechoka kupigana na moyo wake kimya kimya. Alimtumia Pamela ujumbe wa kukutana. Walipokutana, hakutabasamu kama zamani. Pam, nimegundua kitu. Kisha akanyamaza akimtazama Pamela machoni. Nakusikiliza Junior. Pengine tulikuwa sahihi kwa wakati fulani, lakini maisha yamebadilika. Sikutaka uwe maumivu yangu, wala mimi kuwa mzigo wako. Kisha akasema kitu ambacho Pamela hakutarajia. Kuanzia leo nataka tuwe marafiki tu. Pamela hakujibu, lakini moyoni kitu kilivunjika tena. Ila alikuwa tayari kubeba maumivu. Sawa Junior, nimekuelewa. Pamela akainuka na kuondoka eneo lile kwa huzuni. Siku chache baadaye, Elisha wa Mama Debora aliamua kumuuliza Pamela. Sitaki ushindane na historia yako Pamela. Kama bado una hisia za zamani, niambie. Pamela akasema kwa upole. Kuna mtu niliwahi kumpenda, lakini maisha yametutenganisha. Elisha hakutilia maanani sana maneno ya Pamela kuhusu mwanaume wake aliyempenda zamani. Elisha aliamua kuwa karibu na Pamela, wakawa bize na mgonjwa kwa zaidi ya mwezi. Baada ya afya ya Mama Debora kuimarika, Elisha aliweka wazi nia yake kwa Pamela. Nataka uwe wangu Pam. Msikilizaji wangu mpendwa, moyo wa Pamela sasa uko kwenye njia panda. Junior ana historia ambayo haijaeleweka kikamilifu. Maxwell ana hisia za kimya ambazo hazijawahi kusemwa. Elisha mwanaume aliyekuja kwa heshima na nia safi. Msikilizaji, usiku mmoja Pamela akaomba kimya. Mungu, unionyeshe si yule nilimzoea, bali yule ulinikusudia. Lakini wakati huo simu yake ikaingia ujumbe kutoka kwa Sandra. Ujumbe mfupi sana. Unajua kweli kwa nini Junior alikuacha? Uliza vizuri. Pamela hakujibu ujumbe kwa sababu hakujua. Maxwell ana hisia za kimya ambazo hazijawahi kusemwa. Simu yake bado ilikuwa mkononi, macho yake yakisoma ule ujumbe mara kwa mara, lakini ghafla akahisi kitu ndani ya moyo wake. Kumbukumbu ikamrudia. Dakika chache zilizopita tu alikuwa amepiga magoti kimya chumbani kwake akiomba. Mungu, unionyeshe si yule niliyemzoea, bali yule ulinikusudia. Na sasa ujumbe huu umeingia. Pamela akavuta pumzi polepole. Sio kwamba alifurahia maneno ya Sandra, lakini alihisi kama mlango fulani wa ukweli umefunguliwa. Aliwaza, labda Mungu ameanza kunijibu, kwa sababu kama kweli kuna siri nyuma ya kuondoka kwa Junior, basi ni lazima nijue. Na ukweli huo unaweza kubadilisha kila kitu. Wakati Pamela akiwa anafikiria hayo, ujumbe mwingine, namba ya mama yake mzazi, ukaingia. Pamela mwanangu, mlete nyumbani mwanaume ulimchagua, baba yako kasema. Naam. Mahali pengine hospitalini, Maxwell alikuwa peke yake. Alikuwa amekaa kwenye benchi la nje ya wodi. Macho yake yakitazama mbali, lakini akili yake iko sehemu moja tu, Pamela na Elisha Mwakalinga. Alikuwa ameona jinsi Elisha alivyoanza kumkaribia Pamela kwa heshima, jinsi wanavyozungumza kwa utulivu, jinsi Pamela anavyotabasamu. Maxwell akashusha pumzi nzito. Sio kwamba alikuwa amempenda Pamela waziwazi, lakini ukweli mmoja ulimchoma moyoni. Alikuwa amezoea uwepo wake, na sasa mtu mwingine anaweza kuchukua nafasi hiyo. Maxwell akasema peke yake kwa sauti ya chini, huyu kijana wa Mwakalinga anaweza kweli kumpata Pamela. Lakini moyoni hakupenda jibu lililokuwa linakuja. Lakini sasa Sandra ameanzisha moto mpya, kwa sababu kama kweli kuna siri nyuma ya kuondoka kwa Junior, basi ukweli huo unaweza kuvunja moyo wa Pamela kabisa, au kufungua mlango wa mapenzi ambayo hakuwahi kuyatarajia. Je, Sandra anajua siri gani? Kwa nini Junior alisema wawe marafiki tu?
Na Maxwell atafanya nini akiona Pamela anaenda mbali zaidi na Elisha? Usikose sehemu ya 4 ya simulizi hii kali sana, Jasho la Moyo, Pamela Nihurumie. Endelea kufuatilia Masabuna Simulizi. Like, share, comment, subscribe. Bye.